سميع عليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. شرعت بتوحيد الإله مبسملة، سأختم بذكر الحميد مجملة، وأشهد أن الله لا رب غيره، تنزه عن حصر العقول تكمله، ثم الصلاة والسلام على رسول الله محمد وآله وأصحابه وسلم. أما بعد، مستمعون الكرام، إخوان وزانgu, أما بعدكم شكر الله تبارك وتعالى نكوزihitaji rehma na amani zake subhana zimfike mbora wa umma huu ambaye si mwingine bali ni bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, mtume ambaye ametumwa kwetu kwa sifa nyingi sana alizopewa naye Allah tabaraka wa taala, pale Mwenyezi Mungu subhana alipomsifia kwa kusema wa rafa'na laka dhikraka. Ikhwan, ndugu zangu, ama anwani ya kipindi chetu leo hii inaitwa uchawi wa nywele. Tutaelezea uchawi wa nguo. Tutaelezea uchawi wa nguo, namna gani nguo zinaweza kuwa ni sababu ya kuleta madhara na matatizo ya aina mbalimbali katika maisha ya mwanadamu. Namna gani uchawi unaotumika kwa nyenzo zake, moja ya nyenzo zake ni nguo yako wewe, ikaenda kutengenezewa mambo kadha wa kadha na hatimaye kuja kupata madhara mazito sana katika maisha yako. Kwa nini nakuwa hivyo? Ni kutokana na haqadin, vifundo vilivyopo katika vifua vya watu, hasadan, zile hasadi za watu, kijicho cha mtu ndiye akapelekea hata kukuwinda kwa udi na uvumba aweze kuipata nguo yako ya ndani, edha ni nguo ya ndani au ni shati, ni suruali, ni kaptula, ni night dress, sijui ni dera, sijui vyovyote itakavyokuwa, almuhimu ni nguo yako wewe ikaenda kutumika. Na wengi sana wamekwisha poteza nguo zao katika mazingira ya kutatanisha. Kwa hiyo anwani inasema uchawi unaotengenezwa kwa kutokana na nguo zako mwenyewe. Anasema yani watafiti wamefuatilia na kusema kwamba wachawi hawa mara nyingi sana, au mtu anayetaka kwenda kukuroga kwa mchawi mwenyewe, aidha ni mchawi mwenyewe ndiye anataka kukuroga au mtu kaenda kufikisha mashtaka kwa mchawi akuroge, basi huwa anaagizwa vitu ambavyo vinavyotokana na wewe, aidha akuroge mwanamke, labda akuroge iwe ni limbwata kwako, mwanamke akuroge yani uzidi kumpenda sana, au mwanamume akuroge uzidi kumpenda sana, au akuroge uharibikiwe maungo yako ya mwili, kama jinsi hii nguo ndiyo ilikuwa ikikaa katika mwili wako, yani yatokelezee maradhi ya aina mbalimbali. Almuhimu kwa kila lile ambalo yeye atakalo kuwa amefanyia makasidi yake, makusudio yake, maazimio atakavyokuwa ameazimia, ameapiza katika zile chawi. Mwenyezi Mungu atulinde na tustiri, na wallahi Mwenyezi Mungu awalaani sana wachawi popote pale walipo. Kwa anaweza akaagiza athar matlube, ile athari yako bana, sasa unataka hilo, katuletee suruali yake, au katuletee shati yake, au katuletee nguo yake ile ya ndani, au katuletee dera lake, baibui lake, au sijui anaita shimizi, kuna sijui nguo gani inaitwa shimizi. Haya vyovyote itakavyokuwa, lakini almuhimu ni nguo ambayo inayokuwa ipo inavalika ndani mwako. Lakini hiyo anapokupa hayo masharti ni kwamba lazima ile nguo iwe imeambatana na jasho,
la huyo mtu mwenyewe ambaye anatakiwa kwenda kutengenezewa hizo chawi. Manake usiende kuchukua ile nguo ambayo labda ni mpya ndio katoka kununua, ni mpya, hapana, bali iwe na jasho lako. Hata nguo yoyote ile kila mmoja na jasho lake, hata kama imefuliwa, lakini haikosi ile jasho, ile harufu ya yule mtu. Hivyo ndivyo wanavyochukua. Kwa hiyo katika ile nguo sasa ndipo panapochukuliwa zile nyuzi, zinachomolewa zile nyuzi kwa idadi maalum zinazotakiwa. Baada ya kuwa zimeshachukuliwa hiyo, zitaanza kufungwa mafundo kwa mafundo, na hali ya kuwa huyu mtu mchawi yule anapofunga ile mafundo huko akiapiza kile kinachoenda kufanyika. Labda sasa kwa nguo yako hii, sasa hizi nyuzi zinatokana na nguo yako, tunakufunga usiweze kupata kazi, basi utahangaika. Tunakufunga usiweze kupanda cheo, tunakufunga usiweze kuolewa, tunakufunga sijui usionekane, yani mambo yako, biashara yako, nuru yako ifungike. Yani almuhimu ni vile ambavyo mchawi anavyokuwa amekusudia kwako na kuweza kukufanyia hayo mambo aliyokuwa amekusudia. Kwa kisha yale mafundo ya zile nguo zinachanganywa na vitu kadhaa wa kadha ambavyo nisingependa kuvieleza kama jinsi mwanachuoni alivyovieleza. Halafu vinaenda kumwagwa edha mlangoni kwenye utubatul bab, kwenye ile wanaita kizingiti cha mlango. Lengo ni kwamba ukitambuka basi ukutane navyo, au wanaita getini, wale wenye mageti yao, ukitoka ukutane navyo. Na wengine wanaenda kutupa njia panda kwamba kwa vyovyote hapa lazima atapita tu, kwa ukipita lazima ukutane napo. Sasa na ile hali ni hali ambayo baada ya kuwa imeshatengenezwa panatokea kiumbe cha ajabu. Sasa katika chawi ile panatokea mionzi ya ajabu katika ule uchawi, na unakuja kukuvaa wewe ambaye ndiye uliyekusudiwa. Subhanallah. Sasa hapo ndipo panapotokea mabalaa. Hapo ndipo panapotokea mabalaa. Kama alitengeneza kwa ajili ufungwe kizazi usiweze kuzaa, basi hapo uchawi huo ndio unapoenda kufanya. Unaweza kujikuta mama anapata ujauzito, lakini ujauzito ule haudumu. Ukifika mwezi wa kwanza wa pili umeharibika, wa kwanza wa pili umeharibika. Na wapo wengine anafungwa kwa kutumia nguo zake za ndani, kufungika kwa ajili ya maungo yake ya kiume. Manake wale wanasema wale nguvu za kiume. Si kwamba kila anayepungukiwa nguvu za kiume basi ana maradhi ya kibiolojia, bali wapo wengine wamefungika, yani wamefungika kichawi na hatimaye wamekosa zile nguvu za kiume. Lakini wapo wengine ambao walikuwa hawajaolewa, tuseme hawajapata kuolewa, mpaka leo hii anamsaka mchumba, wapi ampate, hawezi kumpata, kumbe kafungika kwa nguo zake za ndani. Na wapo wengine wa baba ambao wanataka kuoa, mpaka leo hii hajaoa kwa sababu kafungika kwa nguo zake za ndani. Lakini wapo wengine ambao wanatafuta kazi na sifa zote anazo, vigezo kila kitu anacho, lakini uwezekano wa kupata kazi hakuna. Na wapo wengine ambao alikuwa na kazi na ameachishwa kwa mazingira ambayo ni tatanishi. Yote kwa yote unakuta ni matatizo yatokanayo na chawi zinazotumika kwa athari ya mtu husika ambaye aliyefanyiwa vile. Kama hii tunaelezea tatizo la nguo za ndani. Kwa hiyo kama ni kwenda kuwafarakanisha mke na mume, basi nguo za ndani pia zinatumika vile vile kwenda kuwagombanisha. Na ndio maana Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akasema katika jambo hili la farqa hili la kuwagombanisha, maana mashaitani kasema pale panaenda kwa baada ya kuwa pameshatengenezwa ile chawi, panakuja kutokea kiumbe cha ajabu ambacho hicho kiumbe ndicho kinakuja kufanya zile vurugu. Sasa kwa mfano ndio umetengenezewa kwa ajili ya kwenda kufarakanishiwa wewe na mke wako, wewe na mume wako, basi inaenda kufarakanisha katika hali za namna hiyo. Sasa anasema marawahu Muslim wa Ahmad عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن إبليس يضع عرشه على الماء. anasema
Mtume sallallahu alaihi wasallam anaeleza kwamba Ibilisi huwa anaweka kiti chake, arshi yake juu ya maji. Thumma yab'ath saraya, kisha anaanza kuwatuma wale saraya, wa adnahum min manzila. Anasema wale watu wake, anasema anapowatuma huko kwenda kufanya zile shughuli za kwenda kuwafarakanisha wanadamu, kuwagombanisha wanadamu, kuwatia maradhi wanadamu, kuwatia mazonge ya aina mbalimbali, nuksi na mikosi ya aina mbalimbali, baada ya kuwa ameshatuma, ndipo hapo wengine wanakuja kufanya kazi kama hizi ambazo wanaweza kuja kuagizwa na wachawi. Sasa Bwana Mtume anaanza kuelezea daraja za yale mashetani baada ya kuwa ameshatumwa na yule Iblisi babalao. Anasema fa adnahum minhu manzilata adhamahum fitna. Anasema yule ambaye ndiye shetani wa chini kabisa, yani mnyonge kabisa, daraja lake dhalili kabisa, ni yule ambaye alienda kuleta fitna kwa wanadamu. Huyu ndio shetani ambaye wa daraja la chini kabisa, yani ambaye asiyekuwa na cheo mbele ya Ibilisi mwenyewe. Kwa anasema yajiwa ahadahum, kisha anasema wataanza kuwa na rejea sasa kuleta taarifa kila mmoja kwa kila alichokwenda kukifanya. Fayaqulu, mmoja anasema fa'altu kadha wa kadha, bana mimi mheshimiwa nimekwenda kule, nimeweza kuharibu duka la mtu fulani, limeungua, limeteketea, biashara machuma ulete yameingia, paka amefilisika. Anasema fayaqulu masana'ata shay'an, wewe hujafanya chochote, wewe sawa umefanya, lakini hilo halijanistua sana. Atakuja tena mwingine, bana mimi nimekwenda huko nimeharibu mashamba ya mtu, mashamba hayajazaa, mazao hakuna, amepata hasara na kila kitu. Wewe hujafanya chochote. Anasema nimeenda huko nimemfunga fulani, hakuweza kupata kazi, hakuweza kufanya, wewe hujafanya chochote. Mpaka atakuja mwingine naye atakuja kusema hivi, mimi nimeenda kumgombanisha mke wa fulani na mume wake, au mume wa fulani na mume wake, na wamefarakana, wamegombana kweli mpaka wameachana. Anasema Mtume shetani lile kubwa, Ibilisi lenyewe linasema fayadnu, anasema litamsogeza. Naam, wewe ndio umefanya jambo la maana, wewe ndio umefanya jambo la maana. Yani kumgombanisha watu, kugombanisha familia zikawa separate, kwa Ibilisi ni jambo kubwa sana, kwa sababu nyuma ya hapo patakuja kutokelezea mambo mengine ambayo wao wenyewe hao waliogombana wataenda kuyafanya bila hata huyo Ibilisi mwenyewe kuweza kushughulika nao. Kwa katika hali za namna hiyo, tunasema chawi za namna hii ni chawi mbaya sana kwa idhini yake tabaraka wa taala. Sasa basi, nini zawadi ambayo nimeiandaa katika hili? Kuna zawadi moja kubwa sana ambayo itaenda kukusaidia kukuondoshea matatizo yote yaliyofanyika kwako. Edha leo hii ndio umeweza kufungika, nuksi na mikosi zimekuandama, basi nikakuandalia dawa hii bora kabisa ambayo pia nikaita kwa jina hilo hilo, inaitwa nguo ya ndani. Nimeita tu nguo ya ndani. Manake ukinitajia tu nguo ya ndani au dawa ya nguo ya ndani, manake najua kwamba wewe ni yule ambaye ulisibiwa na matatizo hayo ya kichawi, uchawi wa nguo. Edha unataka hiyo kwa sababu dawa hii pengine uende ukaondoshe mikosi ya aina mbalimbali, nuksi zile ambazo zilizokuandama, gundu zilizokuandama. Lakini pia kwa kutumia dawa hii ya uchawi, dawa hii ya kwenda kuondosha chawi zilizotumika kwa nguo zako za ndani, basi utaenda kujiponyesha maradhi yako, maradhi ambayo yalimekupata kwa sababu ya kutengenezewa kwa nguo zako. Yani ile athari yako ndio kitendea kazi. Kama jinsi tulivyoona wakati wa Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, paka ikaja kushuka ile suratu Falaqi na suratu Nasi, Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam yale matatizo yaliyomkuta ni kwa sababu ya nywele zake pia zilienda kutumika pale. Na ndipo Bwana Mtume naye akaweza kupatwa na shida ile. Kwa hiyo hata na wewe, edha achana mambo ya nywele,
bali nguo zako zinaweza zikatumika na ukapatwa na maradhi mazito sana katika mwili wako. Na wapo ambao wameshahangaika sana na pengine kuwatuhumu hata wale ambao waliweza kuwatibia kwa kusema dawa zao haziponyeshi. Kumbe yule ambaye alikutibia kwa mujibu wa maradhi ya kisayansi, na kumbe wewe unaugua maradhi ya kichawi. Na hata hivyo, hata kama alikutibia kwa maradhi ya kichawi, pia bado akawa hajalenga pale pale kwenye tatizo husika, kwamba uchawi uliotendeka kwake ni uchawi wa nguo zake. Na wala si uchawi wa nywele, wala si uchawi wa nyayo, wala si kwa kivuli, wala si kwa nini wala wa makaburi, bali ni kwa ajili ya nguo zako wewe mwenyewe. Sasa katika hali ya namna hiyo, maradhi yakawa ni mengi sana, na maradhi yake ya namna hii huwa hayadumu katika hali moja. Utasikia mgongo unauma, kiuno kinauma, tumbo linauma, kichwa, yani ni vurugu tupu. Mgonjwa anakaukiana mpaka anakonda, kwa sababu ni uchawi ulioambatanishwa sambamba na nguo zako. Kwa kama ni uchawi ulioambatanishwa sambamba na nguo zako, kule ulipo na unaendelea kufanya kazi, na ndivyo wewe unaendelea kufanyika kazi katika mwili wako. Leo wapo watu ambao wamelala vitandani kwa sababu tu ni chawi zimetengenezwa kwa nguo zao. Wanaugua maradhi mazito katika miili yao. Wapo watu leo hii wana maradhi ya pressure, lakini pressure hizo ni za kichawi. Wana maradhi ya sukari za kichawi, ukimwi wa kichawi. Wallahi nakwambia ndugu zangu, ukimwi wa kichawi. Mtu anazidi kukonda tu, anakonda, amebakia ni mfupa na ngozi. Ananyauka kwa sababu ya nguo zake za ndani. Either ni kanzu yake, either ni shati yake, ni fulana yake, ni tight yake, ni kapensi yake, suruali yake, ikakuletea madhara. Sasa hii ni mujarabu sana katika hali ya kuwatibia watu wenye madhara hayo ya kichawi. Popote pale ulipo, mimi naweza kukufikishia na ukaipata, na wallahi utamuona mgonjwa anarudi katika afya yake iliyokuwa nzuri. Na hata wale wenye migogoro ya ndoa, ndoa inakuwa na migogoro, hamuelewani ndani, pata hii dawa, safisha ndani, koga wewe na mwenza wako, mtaona hata ule uzito wa migogoro yenu ndani inaondoka. Au kama una migogoro wewe na bosi wako huko, basi pata dawa hii, nenda kaitumie, itaenda kukuondoshea migogoro yako baina wewe na bosi wako. Yani unafanya kazi lakini bosi hakupendi, kumbe tayari watu walisha kuchonganisha wewe na nguo zako na kutengenezea chawi, na hatimaye wewe unakuwa huonekani tena kazini. Kwa dawa hii nenda katumie kwa wewe ambaye labda ni wakili wa kujitegemea, unahitaji upate wateja lakini umefungika, haupati chochote, watu washa kutengenezea. Nenda kaifanye hii kwa wewe ambaye ni mfanyabiashara, pengine watu washa kutengenezea katika hali ya namna hiyo. Almuhimu ni kwamba maradhi na shida za aina mbalimbali zinaenda kuondoka kwa kutumia dawa hii. Hii ina viungo nyanja nyingi sana, sitoweza kuzimaliza kuzielezea namna gani inaweza kwenda kufanya kazi. Lakini almuhimu wewe niambie sasa, ni nini kinachosumbua kwako? Kwa dawa hii nitakupa maelekezo na njia sahihi ya namna gani ya kuweza kufika insha Allah. Basi nikutakie kila kheri na nikukaribisha sasa popote pale ulipo, mimi nitakufikishia kwa thamanun bakhsi, kwa thamani iliyokuwa ndogo sana.